Uoga umetanda nchini Tanzania baada ya jeshi la polisi kuvamiwa na Mwabukusi kutokana na jambo hili walilolitekeleza. Jambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Kauli iliyotolewa asubuhi ya leo na rais wa chama cha wanasheria Tanganyika, wakili Boniface Mwabukusi, imezua mjadala mpana na hofu miongoni mwa wananchi baada ya kudai kuwepo kwa vitendo vya uhalifu na uvunjaji wa katiba vinavyohusisha jeshi la polisi nchini Tanzania. Kupitia ujumbe aliochapisha mapema kwenye mtandao wa X, Mwabukusi ametaka kufanyika kwa uchunguzi maalum dhidi ya jeshi la polisi, akidai kuwa kuna ushahidi wa wazi unaoonyesha ukiukwaji wa sheria katika tukio lililotokea Tanga linalohusishwa na Kombo Mbwana pamoja na matukio mengine yanayofanana. Kwa mujibu wa Mwabukusi, barua iliyotolewa na jeshi la polisi mkoa wa Songwe kuhusu kukamatwa kwa Godlove Materu limethibitisha kila alichokitaja kuwa ni mwenendo wa kihalifu na uvunjaji wa katiba unaotekelezwa na chombo hicho cha dola. Kwa hayo maneno yamezua uoga na hofu nchini Tanzania, maana jeshi la polisi limekabidhiwa na kuvamiwa naye kutokana na utekelezaji na uvunjaji wa kisheria. Kwa mujibu wa ujumbe wake, Mwabukusi amesema kuwa sheria ya nchi iko wazi kuhusu taratibu za kukamata mtuhumiwa. Amesisitiza kuwa mtu anapokamatwa na haki ya kuwasiliana na ndugu zake au wanasheria ama mwanasheria wake au kufikishwa mahakamani ndani ya muda unaotakiwa kisheria. Mwabukusi amesema iwezekani kisheria mtu kukamatwa na kushikiliwa kwa siku 5 bila taarifa rasmi, kisha baada ya kuwepo kwa vitisho au wito wa maandamano ndipo taarifa ya kukamatwa kwake itolewe kwa umma. Amesema kitendo hicho cha tafsiri ya kisheria ni uhalifu na ni mfano wa kile kinachojulikana kama enforced disappearance au kutoweka kwa kulazimishwa, ambacho ni kosa linalotambuliwa kimataifa na kupigwa marufuku na sheria za haki za binadamu. Kwa mujibu wa Mwabukusi, barua ya jeshi la polisi haijafuta hoja ya msingi, bali imezidi kuthibitisha kuwa mtuhumiwa anashikiliwa ama alishikiliwa kwa siku kadhaa bila kufuata taratibu za kisheria. Kauli ya Mwabukusi imekuja baada ya jeshi la polisi mkoa wa Songwe kutoa taarifa kwa umma mnamo Februari tarehe 6 mwaka huu, ikikanusha madai yaliyokuwa yakisambaa kwenye mitandao ya kijamii kwamba Godlove Materu hajulikani alipo baada ya kukamatwa na watu wasiojulikana. Katika taarifa hiyo rasmi, jeshi la polisi limesema kuwa Godlove Materu mwenye umri wa miaka 45, mkazi wa Chapwa katika mji wa Tunduma, wilaya ya Momba, mkoa wa Songwe, alikamatwa na askari polisi halali na sio na watu wasiojulikana. Jeshi la polisi limedai kuwa Materu anaendelea kushikiliwa na jeshi la polisi mkoa wa Songwe kwa tuhuma za makosa ya jinai yanayoendelea kuchunguzwa, na kwamba mtuhumiwa huyo anadaiwa kupanga na kutekeleza uhalifu katika maeneo mbalimbali ya mji wa Tunduma na viunga vyake. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, uchunguzi bado unaendelea na hatua za kisheria zinaendelea kuchukuliwa dhidi ya mtuhumiwa huyo kwa mujibu wa sheria. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Songwe limetoa wito kwa wananchi kuzipuuza taarifa zote zinazozagaa kwenye mitandao ya kijamii ambazo hazijatolewa na kuthibitishwa na mamlaka rasmi. Hata hivyo, kwa mujibu wa Rais TLS, hoja hiyo sio kuhusu nani aliyemkamata Godlove Materu, bali ni juu ya kufuatwa au kutokufuatwa kwa taratibu za kisheria baada ya kukamatwa kwake. Mwabukusi amesema barua ya jeshi la polisi imethibitisha kuwa Materu alishikiliwa kwa muda usioelezeka bila taarifa kwa ndugu, wakili au mahakama, na ni jambo ambalo ni kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na sheria za mwenendo wa makosa ya jinai. Kwa mujibu wa katiba ya Tanzania na sheria zinazohusiana na haki za mtuhumiwa, mtu yeyote anayekamatwa anatakiwa kufikishwa mahakamani ndani ya muda usiowekwa kisheria, isipokuwa katika mazingira maalum yanayotambuliwa na sheria. Mwabukusi amesema kukiukwa kwa haki hizo kunafanya hatua ya kukamata, hata kama ilifanywa na chombo halali cha dola, kuwa batili kisheria na kuwa kosa la jinai kwa askari au mamlaka husika. Kauli hii imeongeza mjadala mpana kuhusu mwenendo wa vyombo vya dola katika kushughulikia masuala ya ulinzi na usalama.
hasa pale anapogusa haki za msingi za binadamu. Wachambuzi wa masuala ya kisheria wanasema kauli ya rais wa TLS ina uzito mkubwa kwa kuwa inatolewa na kiongozi wa chombo kinachowakilisha mawakili nchini, ambacho jukumu lake ni kulinda utawala wa sheria na kuheshimu katiba. Wanasema wito uchunguzi maalum dhidi ya jeshi la polisi ni ishara ya wasiwasi unaoongezeka kuhusu mwenendo utekelezaji wa sheria, hasa katika mazingira ambayo kumekuwa na malalamiko ya kukamatwa kwa watu bila kufuata taratibu. Na kwa upande mwingine, wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema jeshi la polisi lina jukumu la kulinda amani na usalama wa raia, na mara nyingi kukabiliwa na mazingira magumu ya intelijensia yanayohitaji hatua za haraka. Hata hivyo, wachambuzi wao wanakubaliana kuwa hata katika mazingira hayo, misingi ya katiba na sheria haipaswi kukiukwa, kwani kufanya hivyo kunaweza kudhoofisha imani ya wananchi kwa vyombo vya dola. Tukio la Godlove Materu limekuwa sehemu ya mjadala mpana zaidi unaohusu haki za waliokamatwa, uwazi wa vyombo vya dola na wajibu wa kutoa taarifa kwa umma kwa wakati unaofaa. Na katika miezi ya hivi karibuni kumekuwa na ongezeko la malalamiko kuhusu watu kukamatwa na kushikiliwa bila taarifa wazi kwa ndugu au mawakili wao, hali inayozua hofu na sintofahamu miongoni mwa jamii. Mashirika ya haki za binadamu yamekuwa yakisisitiza kuwa kutoweka kwa kulazimishwa ni kosa kubwa linalokiuka haki za msingi za binadamu, na kwamba serikali zina wajibu wa kuhakikisha kuwa vitendo hivyo havitokei. Kauli ya Mwabukusi inaonekana kuunga mkono hoja hizo, huku akisisitiza kuwa Tanzania ni nchi inayojitambulisha kama taifa linaloheshimu utawala wa sheria, na hivyo iweze kuruhusu vitendo vinavyokiuka katiba kufanywa kwa kisingizio cha ulinzi na usalama. Mpaka sasa jeshi la polisi halijatoa majibu ya kina kuhusu madai ya kushikiliwa kwa Godlove Materu kwa siku 5 bila kufuata taratibu za kisheria, zaidi ya taarifa iliyotolewa Februari tarehe 6 mwaka huu. Serikali kwa ujumla imekuwa ikisisitiza kuwa vyombo vyake vya ulinzi na usalama vinafanya kazi kwa mujibu wa sheria, na kwamba endapo kutabainika ukiukwaji wowote, hatua stahiki zitachukuliwa dhidi ya wahusika. Hata hivyo, wachambuzi wanasema wito wa uchunguzi maalum unaotolewa na TLS unaweza kuongeza shinikizo kwa mamlaka husika kutoa ufafanuzi wa kina kuhusu tukio hili na mengine yanayofanana. Na kadri mjadala huu unavyoendelea kwenye mitandao ya kijamii na katika vyombo vya habari, suala la uwajibikaji wa vyombo vya dola linaendelea kwa ajenda muhimu katika mjadala wa haki, demokrasia na utawala wa sheria nchini. Kwa sasa macho ya wadau na wa kisheria, wanaharakati wa haki za binadamu na wananchi kwa ujumla yanaelekezwa kuona kama kutakuwa na hatua zozote zitakazochukuliwa kufuatia na kauli ya rais wa TLS pamoja na mwenendo wa kesi na uchunguzi unaomhusu Godlove Materu.